Uhali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Novemba 26 siku ya Jumatano asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi lenye habari kubwa zopa kipaumbele. Inaanza na habari inayosema waumini walalamika mali kutoweka kanisa la Askofu Gwajima. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Waumini walalamika mali kutoweka kanisa la Askofu Gwajima, lakini idadi ya vifo Oktoba 29 bado giza nene. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini bado kuna habari inayosema ruksa magari kupita mwendo kasi Gongo la Mboto. Ruksa magari kupita mwendo kasi Gongo la Mboto. Lakini Nifa mambo bado magumu wenzake huru. Nifa mambo bado magumu wenzake wapo huru. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaandika habari kubwa inayosema anusurika kukatwa mkono mgogoro wa ardhi ya ukoo. Anusurika kukatwa mkono mgogoro wa ardhi ya ukoo. Lakini matatani tuhuma za ulanguzi mbolea, mumewe adaiwa kutoroka kimafia. Matatani tuhuma za ulanguzi mbolea, mumewe adaiwa kutoroka kimafia. Lakini kwenye gazeti lako la Nipashe kuna habari kubwa inayosema hujuma kiuchumi, ikiwa na picha, habari picha ikimuonesha waziri mkuu Bwana Mwigulu Nchemba. Habari inayosema hujuma kiuchumi ni kauli ya waziri mkuu kuhusu vurugu za Oktoba 29, akizitaja zimeacha makovu yasiyopona kwa Watanzania. Inasema ni hujuma kiuchumi. Lakini kuna habari picha ikionyesha maeneo mbalimbali yaliyoathirika, yakiwa ni maeneo muhimu kiuchumi nchini Tanzania. Lakini waamini wa Afrika kanisa la Gwajima, au wanaoamini wa Afrika kwenye kanisa la Gwajima, hiyo nikiwa ni furaha baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuruhusu kanisa hilo kufunguliwa. Lakini Nifa na wenzake mambo bado magumu mahakamani. Nifa na wenzake mambo bado magumu mahakamani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti ya Nipashe, sasa tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanahabari. Lina habari kubwa zilizopewa kipaumbele. Kuna habari inayoanza inayosema waziri Kijaji aelekeza TANAPA kuzingatia utu kuboresha ustawi wa jamii. Waziri Kijaji aelekeza TANAPA kuzingatia utu kuboresha ustawi wa jamii. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari. Lakini Dr. Nchimbi ashiriki mkutano wa AU Summit siku ya Jumapili. Hiyo ni habari kwenye gazeti yako la Mwanahabari. Ni Dr. Nchimbi ashiriki mkutano wa AU Summit siku ya pili. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanahabari kuna habari kubwa inayosema Dr. Mwigulu awasisitiza wa Tanzania kuilinda Tanzania. Huyo ni waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba asisitiza wa Tanzania kuilinda Tanzania. Ni kwa kutoa taarifa pale wanapobaini watu wasiofahamika, kwani hivi sasa hawafikii kwenye nyumba za kulala wageni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, ukurasa wa mbele. Lakini magari yaruhusiwa barabara mwendo kasi Gongo la Mboto. Magari yaruhusiwa kupita kwenye barabara mwendo kasi Gongo la Mboto. Hiyo ni waziri Ulega asema lengo ni kupunguza foleni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, ukurasa wa mbele. Lakini mbunge Asenga akabidhi mabati soko la Sagamaganga. Mbunge Asenga akabidhi mabati soko la Sagamaganga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti la Mwanahabari, tuangazie kwenye gazeti lako Raia Mwema lenye lina habari kubwa inayosema aliyejitenga KKKT aja na KKUT. Lakini TRA yafichua siri ya Tanzania kujitegemea. TRA yafichua siri ya Tanzania kujitegemea. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mwema kwenye kurasa ya mbele. Lakini inauma sana. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Raia Mwema, nasema inauma sana. Waziri mkuu asema vurugu za Oktoba 29 zimepoteza watu. Asema kutaja idadi ni sawa na kushangilia waliokufa. Lakini asisitiza ni hujuma na vita vya kiuchumi, awasa vijana. Lakini Padre Kitima ana siri nzito. Huyo ni Padre Kitima ana siri nzito. Lakini kuna habari inasema hakimu awatia ng'ombe hatiani. Huyo ni hakimu
hawatia ng'ombe hatiani. Hiyo ni habari ya kustajabisha kwenye gazeti lako Raia Mwema. Lakini Thabo Mbeki yatetea maridhiano Tanzania. Thabo Mbeki yatetea maridhiano Tanzania. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Raia Mwema kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako Raia Mwema, tuangazie kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Ndani ya gazeti la Zanzibar Leo kuna habari kubwa zopewa kipaumbele. Nyewe imeanza na habari inayosema tutalinda rasilimali zetu kwa gharama yoyote. Huyo ni Dr. Nchemba asema tutalinda rasilimali zetu kwa gharama yoyote. Lakini waziri Pembe akabidhi ofisi. Waziri Pembe akabidhi ofisi. Dr. Mwinyi mgeni rasmi tuzo za vinara kupinga udhalilishaji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Majira lenye linaandika ofisi ya AG yapewa kongole. Ofisi ya AG yapewa kongole. Lakini bodaboda wa machinga watoa tahadhari kwa wenzao. Na Dr. Mwigulu ulikuwa ni mpango wa kuua uchumi. Huyo ni Dr. Mwigulu asema ulikuwa ni mpango wa kuua uchumi. Lakini Samia apongezwa kwa kuunda tume. Lakini magari yaruhusiwa barabara ya mwendokasi Gongo la Mboto. Na rais wa Ghana afunda wahasibu barani Afrika. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Uelekeo asubuhi ya leo linaandika Nemki ya onya kuhusu kelele na matetemeko. Nemki ya onya kuhusu kelele na mtetemo. Lakini magharibi wanaendeleza maslahi yao bara la Afrika. Na yaliyotokea ni vita ya uchumi na si siasa. Yaliyotokea ni vita ya uchumi si siasa. Kulinda rasilimali ni kipaumbele. Watumishi wafuate nidhamu kazini. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uelekeo. Lakini hasara kubwa yabainika kufuatia vurugu. Hilo ni gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia sasa kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania, ukurasa wa mbele kuna habari inayosema leseni 73 za uchimbaji madini zafutwa. Leseni 73 za uchimbaji madini zafutwa. Kunani basi gazeti lako la Dira ya Mtanzania inakuletea habari hii kwa kina. Huku Dr. Mwigulu, Mungu ametupa nchi nzuri tuilinde. Huyo ni Dr. Mwigulu asema Mungu ametupa nchi nzuri tuilinde. Ataja orodha ya awali uharibifu mali za serikali na binafsi. Lakini asema serikali italinda rasilimali za nchi kwa gharama yoyote. Na Watanzania watakiwa kuwa makini na makundi hatarishi. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania. Huku waziri Ulega daradala ruksa kupita mwendokasi Gongo la Mboto. Na TRA inabariki kuendeleza ushirikiano. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza lina habari inayosema wananchi Gongo la Mboto kicheko kunani huko. Ni Ulega aruhusu barabara ya mwendokasi kupita magari ya kawaida. Ni sehemu ya kupunguza foleni na msongamano. Lakini Mavunde afuta leseni 73 na wamiliki wasiofuata sheria. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania ukurasa wa mbele. Na tukiachana gazeti lako la Taifa Tanzania, tuangazie gazeti lako la Uhuru lenye linaandika tutalinda nchi yetu kwa gharama. Huyu ni Dr. Mwigulu Nchemba asema tutalinda nchi yetu kwa gharama. Lakini Profesa Kabudi afichua mbinu kuepuka msongo wa mawazo. Na DPP awafutia kesi ya uhaini washtakiwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Huku Dr. Kijaji watumishi zingatieni utu na sheria. Hilo ni gazeti la Uhuru asubuhi ya leo. Huku gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye linaandika Nemki yaelimisha umuhimu wa udhibiti wa kelele na mitetemo. Lakini waziri Kijaji aitaka TANAPA kuongeza ubunifu zaidi. Na Dr. Mwigulu Tanzania ni yetu sote. Huyo ni Dr. Mwigulu waziri mkuu asema Tanzania ni yetu sote. Tunapaswa kuilinda kwa gharama yoyote. Lakini Ulega aruhusu magari barabara ya mwendokasi Gongo la Mboto. Na Kapinga awasisitiza jumuiya ya Wamachinga kushirikiana na serikali. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana sasa na gazeti la Wamachinga ukurasa wa mbele, tuangazie kuna michezo na burudani asubuhi ya leo. Gazeti lako la Mwanahabari linatuhabarisha nyota Yanga mzuka umepanda Algeria. Nyota Yanga mzuka umepanda Algeria.
Lakini kocha Farabati akoshwa na Pacome. Huyo ni kocha wa Farabati akoshwa na Pacome Zuzu. Lakini Simon Msuva anajikongoja Iraq. Huyo ni Simon Msuva anajikongoja Iraki. Saddam awa gumzo Sekafa under 17. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari ukurasa wa michezo. Gazeti lako la Zanzibar leo inaandika JKU zimamoto za chanua ligi kuu. KVZ wajivunia kupata pointi 3. Azam yaanza kuichorea ramani Wydad. Lakini mkutano mkuu bodi ya ligi Novemba 29. Mkutano mkuu bodi ya ligi Novemba 29. Na gazeti lako sasa kwenye upande wa michezo kwenye gazeti lako la Machinga linaandika Mayele windo na timu ya Ufaransa na Saudia. Lakini kocha Simba aomba utulivu. Aziziki kuwavaa Azam New Amani Zanzibar. Lakini Rais Dr. Mwinyi aipa kongole Yanga. Kocha Yanga nyota ya Dube inafunguka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga ukurasa wa michezo. Huku gazeti lako la Uhuru lenye linaandika Yanga na JS Kabylie namba zinaongea. Lakini maandalizi ya uchaguzi mkuu bodi ya ligi yamekamilika. Na JKT Tanzania na TRA kazi ipo leo. Mabondia 40 kupanda ulingoni kesho kutwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Lakini Simba yapewa mchongo. Ni upi basi ndani ya gazeti lako la Uhuru. Habari inaendelea kwa kina. Huko kimataifa Vinicius Jr aigomea Madrid. Vinicius Jr aigomea Madrid. Hilo ni gazeti lako la Uhuru kurasa wa michezo. Huko Taifa Tanzania inaandika Simba kuondoka alfajiri kesho kwenda Mali. Hii hapa ratiba ya CAF Confederation Cup. Lakini Vinicius agoma kusaini mkataba mpya. JKT Tanzania na TRA United kuoneshana kazi leo. Lakini Hashim Thabiti Hashim Thabiti asema mashindano yalikuwa magumu. Ni mashindano yapi basi? Pata gazeti lako la Taifa Tanzania. Habari inaendelea kwa kina. Huko gazeti lako la Dira linaandika Wydad yaifuata Azam Zanzibar. Rais Dr. Mwinyi aipongeza Yanga. Simba Yanga kibaruani CAF weekend hii. Nyota Stars atupilia ligi kuu Malta. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Tanzania kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Uelekeo lenyewe kwenye michezo linaandika Simba yaelekeza mawindo kwa Stade Malien. Simba yaelekeza mawindo kwa Stade Malien. Rasmi TRA United yamtambulisha Ndaira Jige. Lakini Azam ya wasubiri Wydad Zanzibar. Hiyo ni habari kabisa kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Majira lenyewe kwenye michezo linaandika Simba kuifuata Stade Malien kwa hasira. Lakini JKT Tanzania na TRA United yapotoshi leo ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti ukurasa wa michezo lenye ni habari inayosema kutoka Algeria Yanga yaruka kiunzi cha kwanza. Kutoka Algeria Yanga yaruka kiunzi cha kwanza. Lakini Pantevo apewa sharti Simba. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwanaspoti ukurasa wa michezo. Lakini Bouncer da hadi bingwa wa Ibo. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwanaspoti. Lakini Vinicius Jr abaki Alonso aondoke. Abaki Alonso yeye aondoke. Hayo ni masharti magumu kwa Vinicius Jr juu ya Real Madrid. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwenye michezo linaandika tupo tayari. Tupo tayari Pacome tumekuja kupambana Algeria. Hicho ni kikosi cha Young Africans kinasema tupo tayari tumekuja kupambana Algeria. Lakini Simba yanika mikakati kuifuata Stade Malien. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.